Yes, karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, utaratibu mzuri ambao huwa tuko nao kuhakikisha kwamba tunazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na hizi biashara zetu. Sasa leo moja kwa zote na kupeleka pale Bukoba mkoani Kagera ambako tunakutana na Livinus Feruz ambaye yeye anazungumza na wadau mbalimbali ikiwemo wafanyabiashara juu ya ujio wa meli pale Bukoba. Anaangalia ni kwa namna gani hasa wafanyabiashara watakwenda kunufaika, lakini ni kwa namna gani itakwenda kutanua na kuongeza uchumi kwa taifa, lakini vile vile kwa upande wa mkoa wa Kagera na eneo lile la Bukoba. Karibu sana. Mimi jina langu ni John Lawrence Lupokela kutokea 88.1 Dar es Salaam mpaka pale Bukoba Kagera. Kibiashara Zaidi. Kuhusu meli iliyokuja ambaye ni MV Mwanza, kusema ukweli watu wa Bukoba tulikuwa tunaisubiria kwa hamu sana tangu imeanzishwa na marehemu Pombe Magufuli, na ilivyokuja tulishangilia sana na tulipenda. Na mfano kama Bukoba tulikuwa tuna meli moja, zamani zilikuwa ziko mbili, MV Victoria na MV Serengeti, lakini kwa sasa hivi tuna MV Victoria tu ambayo ndio inafanya Mwanza tu Bukoba. Kwa maana hiyo baada ya kuja hii meli itaturahisishia kiasi kwamba anataka kusafiri leo anasafiri si mpaka asubiri meli ya MV Victoria. Lakini vile vile kwa sababu serikali imesema hii meli itakuwa inaenda Afrika Mashariki, itatusaidia wafanyabiashara wa Bukoba, kwa sababu wafanyabiashara wa Bukoba mara nyingi tunatumia njia moja ya Mtukula. Kwa maana hiyo kama imeshapatikana meli ya kwenda East Africa kwenda na Kenya, ina maana tulivyokuwa tunafuata vifaa vyetu au bidhaa mbalimbali kupitia Mtukula na nini, tutaweza kupitia na njia vile vile ya meli. Afili kupatikana kwa meli kubwa ya mizigo kutasaidia vipi katika uchumi wa mkoa? Kama nilivyosema, inapomaliza kupatikana kitu ambacho ni usafirishaji ambao unapatikana kwa uhakika, ina maana lazima na bidhaa itapungua tu. Kwa mfano kama ulikuwa unategemea tunaenda Mtukula, tunamaliza siku nzima kwenda kule, au wakati mwingine unasubiria labda magari yanakosa. Kwa maana sasa hivi unajua nikipanda meli naweza nikatoka hapa nikaenda Uganda, nikatoka hapo nikaenda Kenya, nikaemea mali zangu nikaweka kwenye meli, nikarudi tena Bukoba. Kwa maana hiyo kwa wananchi wa kawaida lazima tu itamuinua kiuchumi. Na itatuinua kiuchumi kwa pamoja sisi ambao sana sana tunategemea barabara moja ya Mtukula. Kibiashara Zaidi. Hii meli itakuwa na faida sana kwenye mkoa wetu, hasa mjini Bukoba. Kwa sababu tumepakana na nchi jirani kama Uganda na Kenya. Nao wana wingi wa viwanda kuliko kwetu hapa Tanzania, na wanatuzalishia bidhaa nyingi ambazo tunaitumia kwenye soko letu hapa Bukoba. Hapa nyuma kuna ukiritimba ulitokea kwenye mipaka yetu hapo Mtukula na Kyaka. Watu wengi wakasitisha kufuata biashara Uganda. Kwa hiyo meli itakapokuwa imekuja hii kidogo itatuondelea usumbufu na ukiritimba, watu wengi watafuata biashara Kenya na Uganda kwa wepesi. Inaingia moja kwa moja hapa, tunapata na usumbufu wa beria za barabarani. Kwa hiyo biashara kutoka Kenya na Uganda itatufikia kwa wepesi. Hivyo uchumi wetu utapanda sana na wafanyabiashara watakuwa wamepata nafuu kwenye uingizaji wa biashara kutoka nje. Kwa sababu ukiangalia biashara inayotoka nchi za jirani kama Uganda na Kenya, usikija hapa zina bei ndogo kuliko tunazopata kwenye viwanda vya hapa kwetu. Kuna biashara ya chuma inayotoka viwanda vya chuma hapa Mwanza, lakini vikiletwa Bukoba vina gharama kubwa kuliko vile vinavyotoka Uganda na Kenya. Hivyo basi kama tutakuwa tumepata meli hii, itakuwa na wepesi wa kuingiza biashara hapa mjini kwa wepesi zaidi kuliko kutumia barabara, kwa sababu usafiri wa majini ni mwepesi kuliko usafiri wa barabarani. Hivyo wafanyabiashara kwa kweli watakuwa wamepata faida sana, na sisi waraji wa chini tutapata faida kwenye maisha yetu. Mimi naomba tu serikali yetu itie nguvu ili swala lisiishie njiani. Waondoe ukiritimba kwenye usafirishaji, waweke miundombinu sahihi na wafanyakazi walipo stahiki zao. Kama sasa hivi tunavyoona wabebaji wanapata shida na malalamiko kwenye ulipoaji wa mizigo wa wale wapakiaji na washushaji. Wakiondoa hizo kero, ina maana wafanyakazi watakuwa na morali ya kufanya biashara, watachochea uchumi wetu. Lakini wakiondoa morali au malipo sahihi kwa wabebaji, ina maana watendakazi wakiwa wameregea wajafurahia ile kazi, kwa kweli wafanyabiashara ndio wanaathirika. Kibiashara Zaidi. Ujio wa meli ndani ya mkoa wetu wa Kagera ni fursa kubwa kwanza kwa Watanzania wote, na ni fursa kwa wana Kagera. Alafu pia itasaidia vijana wetu kupata ajira, itasaidia pia urahisishwaji wa uletaji wa mizigo ndani ya mkoa wetu kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo. Changamoto ile kuwepo ilikuwa ni uletaji wa mizigo kutoka kwenye mikoa mbalimbali kuja hapa mkoani. Ndio maana unakuta bidhaa zetu zinakuwa bei za juu kutokana na gharama za nauli kusafirisha mizigo. Lakini kwa meli hii tunamshukuru mheshimiwa wetu Samia Suluhu Hassan kwa kulitambua hili na kuelewa kero ya wananchi
wa mkoa wetu wa Kagera. Kwa kweli mimi naona ni jambo zuri ambalo litaleta faida kubwa, litainua uchumi wa mkoa wetu na itasaidia sana kwenye pato la taifa. Pengine baada ya kupatikana kwa meli hii sasa, matumaini yako ni yapi katika upatikanaji wa bidhaa? Matumaini yangu ni kwamba upatikanaji wa bidhaa yatakuwa rahisi sana, kwa sababu mtu atakuwa kutoka hapa kwenda Mwanza kwenda kwenye mkoa mwingine itakuwa ni rahisi, kwa sababu tunaamini meli ikiwepo ndani ya mkoa wetu na nauli zinakuwa chini. Kwa hiyo itatusaidia sana kwa asilimia kubwa na italeta faida kubwa sana kwenye mkoa wetu wa Kagera. Itainua uchumi wa Watanzania na bidhaa zitapatikana kwa urahisi, kwa sababu tutakuwa kwenda Mwanza ni kitu kidogo. Halafu na gharama za meli tunajua ni ndogo siku zote. Kwa hiyo naamini watu watachangamka, wachangamkie meli hii na waone kuwa ni fursa kubwa kwao na waipokee. Itatuinua sisi kama Watanzania. Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba wajaribu kama ambavyo wameitambulisha kwenye mkoa wetu, basi wajaribu kuileta kwa wakati. Na wakileta kwa wakati waweke mipango na mikakati ambayo itakuwa inawasaidia hasa wananchi. Waangalie mwananchi kipato chake, waangalie mwananchi anahitaji nini ndani ya mkoa wetu, kwa sababu mwananchi atakapopewa nafasi ya kufanya biashara kwa uhuru, na mkoa wetu utainuka kiuchumi, lakini pia na serikali kama serikali itafaidika kutoka kwa mwananchi huyu. Kwa hiyo tunaomba serikali iwasaidie wananchi wa hapa kutokana na punguzo la kodi ya ubebaji wa mizigo na usafirishaji. Waweke kiasi kidogo ambacho kila mtu atakimudu kutokana na mzigo wake, ili tuweze kufanya kazi na serikali tuweze kupata mapato. Kibiashara zaidi. Meli kusaidia kwake ni kwamba, maana siku za nyuma tulikuwa tunahangaika wakati wa usafirishaji wa mizigo. Maana tulikuwa tunatumia MV, siku za nyuma ikawa imeharibika na watu walipata ajali wakawa wamefariki. Kwa hiyo tunapata changamoto hata katika kusafirisha kwenye mabasi barabara hii. Mizigo ikapanda juu, hata kwenye maduka vitu vikawa bei za juu, yani hasa bidhaa kila kitu kilipanda. Kuanzia wakati ule mpaka leo vitu viko juu na vinaendelea kupanda. Na unapouliza dukani wanakuambia ni kwa ajili ya usafirishaji, hatuna jinsi ya kusafirisha, usafirishaji ni mdogo. Ila kwa sababu tumepata meli, nafikiri biashara lazima katika wafanyakazi wa biashara wapunguze, kwa sababu tumepata usafiri kwa bei, wanapata usafiri kwa bei rahisi wakasafirisha mizigo kuja Bukoba. Pia na abiria watapata nafuu, hata walikuwa naenda njia ya barabara kwenye mabasi itasafirisha abiria wengi kwa njia ya bei nafuu. Mimi maombi yangu kwa ufupi katika serikali yetu hii ya Rais Samia Suluhu Hassan, ni ombi au pendekezo kama mwananchi wa Bukoba. Hii meli hata pamoja na kuwa imekuja, tunaweza kuwa tunaisoma namba, tunaiona inakuja, lakini unakuta biashara zinaweza kupanda baadaye, kwa sababu wafanya biashara hawajawa na msimamo kusimamiwa. Hiyo meli tungeomba isimamiwe, iwe na wasimamizi, na kila mwananchi au kila mwana Bukoba au kila mwananchi yote ile Mtanzania, maana yake haipeleki wana Bukoba tu, ajitambue kwamba yuko huru na nchi yake ya Tanzania, ajitambue kwamba yuko huru na ajue kwamba ni mwana Bukoba na ana haki ya kusafirisha mizigo kwa bei nafuu. Kibiashara zaidi. Patikana kwa meli hii hasa tunatarajia kuwa na athari chanya, sio athari asi. Kupatikana kwa meli kubwa MV Mwanza itasaidia sana kukuza uchumi wa mkoa wa Kagera, na si mkoa wa Kagera tu, taifa zima la Tanzania. Na si taifa zima la Tanzania, bali hasa nchi zote zilizozunguka Ziwa Victoria na ambazo ziko around na nchi yetu ya Tanzania, hasa upande wa Kongo kule, Rwanda, Burundi, Uganda. Hawa wote walio around wataneemeka sana na watafaidika sana na meli hiyo kwa kubeba mizigo mikubwa kwa haraka na kwa urahisi, kiasi kwamba ambapo ile mizigo walikuwa naipokelea Dar es Salaam, kiasi kwamba na ile SGR ikisha kamilika tukaunganisha na meli, tayari mizigo hiyo itakuwa rahisi kuisafirisha na kwa muda
unaofaa na kwa wakati na kwa urahisi, na kwa tunatarajia kwanza na bei yenyewe ya usafirishaji iwe rahisi sana, iwe rafiki kwa wafanyabiashara. Meli kubwa itaweza kwenda haraka, meli kubwa itasave muda kwa wafanyabiashara, na masoko vifaa vitafika sokoni kwa bei nafuu, kiasi kwamba itakuwa ni faida ya wafanyabiashara, na si kwa faida ya wafanyabiashara tu. Wafanyabiashara anapopata faida, ile faida yake anaenda kugawia pia na serikali, corporate tax ambayo inalipwa na makampuni, na wale wafanyabiashara binafsi wanalipa individual tax kwa faida ile wanayoipata. Kwa sababu wakati huo wa nyuma tunatarajia kwamba kutokuwepo meli inayofaa kwa kubeba mzigo kwa bei nafuu kulikuwa kunasababisha hata biashara ziendeshwe kwa bei ya juu, huwafanya wafanyabiashara wawe na kipato kidogo mwisho wa siku. Lakini kwa sasa hivi nadhani biashara itakuwa inaendelea vizuri katika faida. Mwananchi wa kawaida afanye nini sasa ili aweze kunufaika na hizo fursa sasa ambazo pengine zitapatikana kutokana na kupatikana kwa meli? Sasa wananchi wa kawaida hasa katika mkoa wa Kagera, hii ni neema kwa wananchi. Kinachotakiwa kwa wananchi ni kutambua kwamba uwepo wa meli utafungua milango mingi sana ya wafanya biashara wadogo kwa wakubwa, ajira binafsi au ajira isiyo rasmi. Na ajira iliyo rasmi pia tunaitegemea, si kwamba meli ile ilivyotengamaa imetegemea kwamba waajiriwa tu ambao wana ajira rasmi katika meli hiyo, sio lazima wasio wa mkoa wa Kagera. Na hata mkoa wa Kagera kuna mmoja wapo wanaweza kukuta ndio wanaendesha meli, utakuta ndio wana migahawa humo ndani, unaona. Kwa hiyo wafanyabiashara wa Kagera au wananchi wa Kagera, hii ni neema. Kilichopo sasa hivi ni kujiandaa kufanya biashara ndani ya kando ya Ziwa Victoria. Walio karibu na Ziwa Victoria wanaweza wengine wakajenga hata kujenga magodown yao kuhifadhi mizigo ya watu wanaotoka mbali, wafanya biashara ikawa ni chanzo kimojawapo cha nini, cha mapato. Watu wanaweza kukusanya mazao kutoka mbalimbali ambayo yanatarajiwa yafaulishwe kwenye meli kwenda Mwanza, Uganda na mikoa mingine ambayo ni zaidi ya Mwanza kule, kwa sababu mzigo unapoishia Mwanza pale ukatoka Mwanza unafaulishwa kwenda hata mikoa ya mbali kule, unaona. Kwa hiyo kilichopo sasa hivi ni kwamba wafanyabiashara wategemee kuongeza kipato kutokana na nini, na meli hii kuwepo. Kutakuwa watu wanahitaji kula, watu wanahitaji kulala. Sasa wafanyabiashara wadogo wadogo wa mamalishe, watu kulala, watahitaji majumba ya kulaza wageni. Kwa hiyo majumba ya kulaza wageni yaongezeke zaidi, tunatarajia kuwa na watu wengi zaidi, na biashara au uchumi kukua unategemea watu, mzunguko wa watu wakiwepo wengi, ujue na kuchanganya kuzungusha hela, mara huyu anahitaji huduma hii na huyu anahitaji huduma hii. Kwa hiyo utakuta hata na mzunguko wa fedha ndani ya mkoa wetu wa Kagera utaweza kupatikana kuliko mida itakayokuwa tumeipita, ambayo tumepitia kwenye kipindi kigumu kweli. Panapokuwa hakuna watu, ujue na uchumi hakuna. Uchumi unategemea watu, hauendi wenyewe tu. Hizi fursa zenyewe zipo na wananchi wapo. Unakuta wananchi wenyewe hizi fursa zipo toka awali na wengine wanashughulika nazo, lakini hila hazipati wahitaji wanaotakiwa, yani hazifikii malengo kwa sababu ya kukosa watu. Mfano, kuna katika tunapokuwa tunaona kwamba tutakuwa na meli kubwa, ujue kwamba hata na itakuwa ni chanzo cha kuchochea pia utalii. Mfano hapa mkoa wa Kagera tunao wenye wafanya biashara wa kusaidia watalii. Kuna Bukoba Tours, kuna Kiroyera, lakini upokeaji wa watalii ulikuwa ni mdogo sana, ambapo sasa hivi tunategemea watalii wawe wengi sana, kwa sababu ile meli kiwa inaenda Uganda, inaenda wapi huko, itakuwa na watu wengi wanaoweza kutufikia hapa. Njia itakuwa imerahisishwa ya kusafirisha watu, unaona. Kwa hiyo kama watatengeneza migahawa ikawepo zaidi hapa, mahoteli, hata na wale waongoza watalii nao watapata kipato, ambao watakuwa na ajira hizo ambazo tunasema ni ajira ambazo sio rasmi.
unaona. Kwa hiyo waendeshaji wa safari hizo za watalii zitaongeza pia kipato ndani ya nchi yetu, ndani ya mkoa, na nchi itaneemeka tayari kwa kupata kodi tozo mbalimbali zitakazokuwa zinakuja katika watalii wanaokuja. Kwa hiyo utakuta nchi yetu ya Tanzania inaneemeka, sio kwamba ni mkoa tu wa Kagera peke yake ambao utaweza kuwa umefaidika, ni watu wengi tu Tanzania nzima. Mimi ninachoweza kushauri serikali na sisi wananchi wenyewe tulioko hapa, tuione hiyo meli kubwa kwamba ni mali yetu sisi wenyewe. Isionekane kwamba hili ni mali ya serikali, ni mali yetu sisi wenyewe, serikali ambao ndio sisi wenyewe wananchi. Kwa hiyo ili kuweza kulinda hiki kifua kiwepo, tunabidi sisi wenyewe tukilinde sisi wenyewe. Kwanza kuilinda yenyewe hiyo meli ni kuhakikisha kwamba miundombinu yake ambayo imetengenezwa isiharibiwe na mtu yoyote ukiwa unamwangalia hivi. Na serikali sasa kama serikali, kwa sababu ndio inashughulika na kulinda mambo ya ajira, kulinda usalama wa meli, kuhakikisha kwamba ile meli inafanywa matengenezo pale inapotakiwa kufanywa matengenezo, ili iweze kuonekana kwamba hiyo meli sasa itakuwa na manufaa hata kipindi cha mbeleni, kuliko kuiacha tu muda mrefu haitengenezwe. Mfano mzuri ni kama meli ya MV Victoria ambayo ilikaa muda mrefu tu huko kiasi kwamba ingekuwa imezalisha na ajira zinaenda na watu wananeemeka, lakini ilikaa tu miaka mingi sana toka ilipokuwa imeharibika. Sasa tungeomba vitu kama hivyo visije kutokea tena. Ihakikishe kwamba serikali inatenga fungu la kwa linafanyia kila mara ile meli matengenezo ili wananchi waweze kufaidika nayo. Serikali ihakikishe inalinda ile miundombinu ya meli, bandari, kuhakikisha kwamba ile meli hata siku moja isionekane imekaa wapi kwenye parking, kwenye bandarini tu labda imeharibika. Hakikisha kila wakati kwanza iwe na ratiba nzuri ya kufanya kazi kwa watu na watu waipende. Pili, ihakikishe sasa gharama zake kwa wananchi ziwe rafiki. Isionekane kwamba meli imetengenezwa kwa bei kubwa, waende siku moja ndio wanaweza wakarikava ile matumizi yake ya kuijenga ile meli. Tuende polepole, ndani ya miaka miwili tutakuwa tumekava ile expenses za kutengeneza ile meli, gharama zake. Lakini wakisema kwamba meli imetengenezwa kwa gharama kubwa, lazima na nauli iwe kubwa kwa wananchi sasa itaonekana kwamba itakuwa ni threat, au wataanza kuichukia, wanaanza kutumia njia mbadala za kusafiri kama walivyokuwa wamezoea. Unaona, sasa wahakikishe kwamba sasa nauli ya meli ni safi, ratiba hiyo inayosafirishwa kwa tani, bei yake sasa hivi kuteremka, yani waitafutie urafiki na wananchi, ndipo na yenyewe meli itaweza kujiendesha, kuliko meli iende mtu akwepe atumie lori kwenda Mwanza kubeba mizigo. Sasa hiyo meli itakuwa tayari imeanza kupoteza wateja. Weka bei ambayo ni ndogo kiushindani, na watu wapende meli, kwa sababu ni chombo cha wananchi, kimekuja ili kisaidie wananchi, sio kuwakomoa. Ili na watu waone kwamba kweli serikali imetenda jambo la muhimu hasa kwa mkoa wa Kagera. Kibiashara zaidi. Ni kurudisha shukrani zetu kwa serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha huu mradi. Tumeusimamia, lakini bila fedha tusingeweza kukamilisha. Mheshimiwa Rais ametupa fedha, tumekamilisha mradi. Kama mnavyoona, meli imeweza kufika hapa. Tumetumia masaa takriban 6.5 kufika hapa. Kwa hiyo na hiyo ni mwendo majaribio. Lakini tungeenda tusema full speed mara moja, tungefika hapa masaa 5-6 kamili. Lakini tunashukuru sana uongozi wa mkoa wa Kagera kwa kutupokea kama tulivyoagwa na uongozi wa mkoa wa Mwanza, na vile vile uongozi wa mkoa wa Kagera umetupokea hivyo. Na tunashukuru wananchi wote waliofika kuishuhudia meli hii. Meli imekamilika kama mnavyoona. Ni sasa hivi ni swala la kutangaza tu siku rasmi za kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Leo ilikuwa ni jaribio, na meli imekuja na wataalamu tu, hawajapanda abiria wala hawajapandisha mizigo. Na kama alivyosema Neki, meli hii itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo, lakini kuna sehemu ambayo itakuwa inapakia magari 20 madogo na magari makubwa, malori matatu. Na kwa hiyo ni meli ambayo itakuwa inafanya safari zake kutoka Mwanza kuja Bukoba kupitia Kemondo, lakini pia tutakuwa tunaenda Port Bell. Kwa hiyo unaweza ukapandisha gari yako kutoka Mwanza ukaileta
Bukoba hapa na ukatembea nalo, na ukatoa gari hapa ukapeleka mpaka Port Bell Uganda, na ukaweza kutembea nalo gari kule. Utashuka nalo, kama unaona hii ramp imeshusha kama vile ambavyo mnashuka mizigo, ndio magari yatakayo yanapita huko. Hakutakuwa na haja ya kubeba na winch kama ilivyokuwa nabeba meli la zamani. Hii ni meli ya kisasa na ina lift ndani. Utaona ina lift inapanda mpaka ghorofa hii. Maana kama ghorofa 4. Mita 12 kwenda juu. Kama ghorofa 4. Na urefu wake ni mita 92.6. Ni karibia na urefu wa mpira wa miguu, uwanja wa mpira wa miguu. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni meli ambayo itakidhi mahitaji makubwa, mahitaji ya usafiri na usafirishaji katika ziwa Victoria. Na naomba tutakapoanza huduma basi mje muangalie na mfurahie huduma ambazo serikali imezileta kwa wananchi wake. Ni meli kubwa kuliko meli zote zilizopo, sio ziwa Victoria tu, lakini kwenye maziwa yote ya ukanda wa maziwa makuu. Hatuna meli kubwa kama hii ziwa Tanganyika, hatuna meli kubwa kama hii ziwa Nyasa, wala huku ziwa Victoria. Hii ndio meli kubwa kuliko zote. Na wenzetu nchi za jirani tumeshazungumza nao kwamba tutapeleka meli, kwa hiyo miundombinu inaandaliwa na Port Bell pale imeshaandaliwa kwa ajili ya kuweza kupokea meli. Kwa hiyo hatuna tatizo na sehemu nyingine za kupeleka meli. Kibiashara zaidi. Na haya ni maoni ya baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba kuhusu mitazamo yao ya kiuchumi juu ya kuwepo kwa meli hii kubwa ya kusafirisha mizigo na abiria. Kwako John Rupokela. Kibiashara zaidi. Yes, bila shaka kuna kitu umepata bana kutoka kwa rafiki zetu, wafanyabiashara wenzetu na wananchi ambao wamezungumza kwenye kibiashara zaidi. Nikushukuru sana Livinus Feruz kutokea pale Kagera, na msikilizaji wetu tukushukuru sana kwa kutufuatilia. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Super Breakfast.